Ijumaa Kuu, mateso na kifo cha Bwana. Pengine umeshawahi kujiuliza Ijumaa Kuu ni nini? Ni matukio gani yanayofanyika siku ya Ijumaa Kuu? Na tukiangalia adhimisho la ibada siku ya Ijumaa Kuu linaambatana na matukio mbalimbali ambayo pengine unaweza ukawa unajiuliza kwa nini kanisa linaweka matukio kama hayo. Hata tukiangalia upande wa masomo ya misa yanayotumika katika adhimisho la ibada ya Ijumaa Kuu huwa ya kipekee sana. Ili kujua nini maana ya Ijumaa Kuu na matukio hayo kwa upana na kwa undani zaidi, leo tunaye mgeni Padre Richard Villa ambaye ataelezea kwa kina nini maana ya Ijumaa Kuu. Karibu sana Padre Richard Villa. Asante sana Father Benjamin. Wapendwa, nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Padre Richard Oswaldo Villar Zorrilla, ni padre wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na leo kwa kweli tunatamani kuingia kwa ndani katika maana ya ibada ya Ijumaa Kuu. Kwa sababu pamoja na Jumatano ya Majivu ambayo padre hapa aliwahi kueleza kwa kina na kwa uzuri, tunaona pia kwamba Ijumaa Kuu inavutia watu wengi sana. Watu wanajaa katika makanisa, hata wale ambao hawashiriki katika imani moja au dini moja. Tunaona kwamba wanatembelea na wanaingia na wanashiriki na wanavutiwa labda na ibada mbalimbali wanazoziona. Wanaona pengine wale makuhani au mapadri wakilala kifudifudi mwanzoni mwa ibada, au wanaona ile tendo la kubusu au kuabudu msalaba. Pia wanaweza wakajiuliza kwa nini kupiga magoti na kusimama mara nyingi, au kwa nini masimulizi marefu huwa kwa namna ya kuimba ya Injili ya mateso ya Bwana. Ukweli ni kwamba kama tunatamani kuingia kwa kina katika maana ya ibada hiyo, tunahitaji kugundua mizizi ya liturjia au ibada zetu za Kikristo za Kikatoliki, ambayo tukiangalia katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1096 inasema kama ifuatavyo: ujuzi bora wa imani na wa maisha ya kidini ya taifa la Kiyahudi waweza kusaidia leo kufahamu vizuri zaidi hali fulani za liturjia ya Kikristo. Yaani uhusiano kati ya liturjia ya Kiyahudi na ya Kikristo, hata katika utofauti wake, inaonekana ya kipekee, hasa katika sikukuu kubwa za mwaka wa kiliturjia kama ilivyo Pasaka. Hivyo mtu anaweza kujiuliza, je, kwa nini tunaongelea Pasaka ikiwa mara tumesema ni Ijumaa Kuu? Ukweli ni kwamba kuanzia juma hili ambalo tunaliongelea linaloitwa Juma Kuu au Juma Takatifu, kuanzia Alhamisi jioni mpaka Dominika, tunaita yote kuwa ni siku tatu kuu za Pasaka. Zote tatu ni adhimisho moja. Sio mimi nayesema hivyo, kwa wenzetu wa Katoliki wakiangalia katika misali yao ya waumini katika kurasa wa 275 inasema hivi: katika adhimisho moja kubwa linalodumu siku tatu, Ijumaa inayoanza Alhamisi jioni, Jumamosi na Dominika au Jumapili, kanisa linakumbuka na kuadhimisha kuteswa, kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Kanisa linaingizwa katika fumbo la msalaba na kushirikishwa uzima wa kimungu. Neno Pasaka ambalo limetolewa katika lugha ya Kiebrania, lugha ya asili ya Agano la Kale, linamaanisha mpito, neno Pesach. Na hivyo pia katika ibada za misa, kama mtu amezoea kushiriki au ni muumini Mkatoliki, anajua kwamba baada ya mageuzi, padri au kuhani anatamka rasmi maneno fumbo la imani, ambapo waumini wanaweza kujibu kwa namna tatu tofauti, lakini tukiangalia majibu yote yanataja fumbo la msalaba pamoja na fumbo la ufufuko. Kwa mfano, tunatangaza kifo chako e Bwana, tunatukuza ufufuko wako. Au Mwokozi wa ulimwengu, wewe uliyetukomboa kwa msalaba na ufufuko wako. Au kila tunapokula mkate huu na kukinywa kikombe hiki, tunatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Na hivyo tunaona kwamba tangu mwanzo haya yote ni adhimisho moja. Lakini je, Pasaka ni adhimisho la aina gani? Tukiangalia katika kitabu cha Kutoka
ambapo ndipo asili ya sherehe hii ilipo. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 14, Mungu anamwambia Musa kuhusu Pasaka, na anamwambia, siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mungu anasisitiza sana umuhimu wa tendo hili kukumbushwa na kufanywa mara nyingi. Neno hili ukumbusho au kumbukumbu kwa Kiebrania inatamkwa zikaron, kutoka kitenzi zakar, yani kukumbuka, lakini ni zaidi ya yale ambayo tunamaanisha sisi kama kukumbuka. Katekisimu ya Kanisa Katoliki katika namba 1364 na 63 inatuambia kwamba kadiri ya maana ya maandiko matakatifu, kumbukumbu si ukumbusho tu wa matukio yaliyopita, bali tangazo la maajabu ambayo Mungu ameyafanya kwa ajili yetu. Kila mara Pasaka inapoadhimishwa, matukio ya kutoka, yaani ya kule kutoka Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi, zinafanywa upya. Zinapoadhimishwa juu ya altare, kazi ya ukombozi wetu inafanyika. Hivyo naomba niweke mifano miwili kwa ajili ya kueleza vizuri maana ya neno zikaron kwa Kiebrania. Tukiweka mfano wa labda chakula au mali yoyote kama gari, mtu anaweza kawa na njaa na akikumbuka labda katika njaa yake chakula kizuri ambacho alipata kula siku nyingine, sio kwamba kule kukumbuka kuna mshibisha, pengine kinyume, nadhani kitaongeza njaa yake. Na vile vile mtu ambaye anatamani kurudi nyuma katika kipindi fulani cha maisha yake hajikuti kwamba amerudi. Ila kuna aina nyingine pia ya kumbukumbu tunafanya mara nyingi. Kwa mfano, siku ya mtu kuzaliwa. Mtu anaposherekea siku yake ya kuzaliwa au birthday, mara nyingi hatusemi hongera kuzaliwa miaka 30 na mingapi iliyopita. Mara nyingi tunasema mtoto amezaliwa leo, hata kama ni mtu mzima mwenye miaka 50. Kumaanisha kwamba kweli tunaamini kwamba hiyo siku tunafanya sherehe kana kwamba ingekuwa ile siku ambapo mtu amezaliwa, ndipo mtu ameona mwanga kwa mara ya kwanza. Hivyo inaonyesha kwamba hata hapa tulipo, na niseme kwa uwazi kwamba aina hii ya kauli haipatikani katika tamaduni zote. Kwa hiyo inaonyesha kwamba utamaduni wa hapa hauko mbali sana na uelewa tunaoona katika maandiko, ambapo tunapokumbuka kitu sio kwa ajili tu ya kurejesha mawazo, lakini hasa inafanya kweli hilo tukio kuwa fresh kabisa, kuwa kama vile linatokea leo. Na sasa kinachoongeza uzito juu ya hapo ni kwamba ni Mungu aliyesema na iwe kumbukumbu. Tukumbuke hiyo kauli ya Mungu na iwe ina nguvu sana katika maandiko, kwa sababu maandiko yanapoanza Mungu anasema na iwe nuru, na ikawa nuru, na liwe anga, na anga likawa. Na vivyo hivyo Mungu akisema na iwe kumbukumbu, maana yake Mungu yuko pale kutenda yale aliyotenda. Tena maneno haya sio yetu. Hata Wayahudi wanapoadhimisha usiku huu wa mkesha wa Pasaka, wanasema kwamba ndio Farao yule ambaye tulimwacha kule Misri alikufa katika bahari ya Shamu, lakini katika kila kizazi kuna mafarao wapya ambao wanainuka kwa ajili ya kuangamiza watu wa Mungu. Na hivyo tunahitaji ukombozi upya mwaka baada ya mwaka. Hivyo sasa tunaalikwa sote kuwa tayari kwa ajili ya kuadhimisha Pasaka ya Bwana, yaani mpito wa Bwana ambapo yeye anapita. Na hayo tunaadhimisha kwa pamoja kama Wakristo kwa namna ya pekee katika ile Pasaka ambayo Yesu mwenyewe aliadhimisha. Na hivyo tunaweza kuelewa zile siku tatu kuu za Pasaka, ambapo kwa namna hiyo Alhamisi Kuu tunaadhimisha ile karamu ya mwisho kama vile Bwana alivyofanya ule usiku wenyewe wa karamu. Na Ijumaa Kuu ule upendo, aliwapenda upeo, ndiyo Injili inavyoanza katika siku ya Alhamisi Kuu, kwamba Yesu hali akiwa amewapenda upeo, akiwa amewapenda mpaka mwisho, mpaka utimilifu wa upendo, basi alijitoa, alitoa mwili wake, alitoa damu yake. Hivyo tunaadhimisha Alhamisi Kuu. Na usiku unaofuata na siku yake inayofuata ya Ijumaa anaonyesha huo upendo kimatendo. Katika Ijumaa Kuu, katika kufa msalabani, ule mwili ambao ulisema kwamba unatolewa, kwamba unamegwa, ile damu ambayo alisema inamwagika, sasa inafanyika kimatendo. Ndiyo maana haswa ya Ijumaa Kuu. Na mkesha wa Pasaka na Dominika ya Ufufuko tunaadhimisha matokeo.
matunda yale yanayotokana na lile tendo la Mungu kujitoa kwa ajili yetu, ni ufufuko, ni amani, ni furaha, ni tangazo la msamaha kwa waumini wote. Nadhani wengi wenu mmejiuliza kwa nini Padre Richard ameelezea sana Alhamisi Kuu na Pasaka kuliko Ijumaa Kuu. Katika ibada ya Ijumaa Kuu kuna ishara za kiliturujia ambazo zinafanyika. Pengine kwa nini hatuadhimishi sakramenti zozote isipokuwa kitubio na mpako mtakatifu, altare iwe tupu kabisa bila msalaba wala mishumaa wala vitambaa? Kwa nini azimisho hilo lianze saa 9 kamili alasiri? Kwa nini ni padre kulala kifudifudi mwanzoni mwa ibada? Lakini pia tunasema Kristo alikufa siku ya Ijumaa Kuu akafufuka siku ya Pasaka, Dominika ya Pasaka. Tunasema ni siku ya tatu, lakini wengi wetu tukihesabu tunaona kama siku 2. Pengine kwa nini ni siku 3? Haya yote Padre Richard anaendelea kuelezea. Tukizingatia sasa siku zote 3, tutaweza kupata vizuri zaidi maana ya hiyo Ijumaa Kuu. Yaani, tunaona Alhamisi Kuu, kama tunakumbuka vizuri, mwishoni hakuna baraka ya mwisho rasmi kutoka kwa padri, wala hatusikii maneno ambayo tumezoea kusikiliza mwishoni mwa ibada kama nendeni na amani, bali tunapita moja kwa moja kwenye tendo la kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo, kukesha pamoja naye, hivyo tukifanya kumbukumbu au ukumbusho wa usiku ule ambapo yeye alitoka jasho la damu akituombea sisi na kuweza kupokea mapenzi ya Mungu. Kwa sababu hiyo Ijumaa Kuu, kwa vile ni mwendelezo wa ibada hiyo hiyo, haina wimbo wa mwanzo wala wimbo wa mwisho. Inaanza na inaisha katika ukimya. Pamoja na hayo, tunaona kwamba altare inanyimwa, tuseme, ishara ambazo tumezoea: kitambaa, mishumaa, maua na pia sanamu zote za watakatifu ambazo zimekuwa zikifunikwa kuanzia Dominika ya 5. Kwa nini kuanzia Dominika ya 5? Ingawa natumaini mmeshapata kujua kupitia video nyingine ya Father Benjamin, lakini kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma ndipo maamuzi ya kumuua au kumtoa Yesu yanapofanyika rasmi. Na hivyo bila Yesu hakuna ufufuko, bila Yesu hakuna watakatifu, bila Yesu hakuna altare, hakuna hekalu jipya. Sisi waumini hatuna maisha tena ya Kikristo bila kifo na ufufuko wa Kristo. Kwa hiyo wakati yeye anaondolewa kama mwisho wa kuabudu Alhamisi Kuu, siku ile Ekaristi ambayo imehifadhiwa, mwili wa Kristo unahifadhiwa mbali na kanisa, tumenyang'anywa yule mpenzi wetu, na hivyo bila yeye hizi ishara zote za kiliturjia zinakuwa kama hazina maana. Hivyo kuziondoa au kuzifunika ni namna ya kumsaidia Mkristo muamini ili kwa ishara zinazoonekana aweze kweli kuingia, aweze kupata kionjo cha jinsi ambavyo maisha yetu yangekuwa bila ule ukombozi, na kutusaidia kweli kutarajia kwa hamu kwamba Yesu apate kupanda msalabani na kumwaga damu yake kwa ajili yetu. Kwa sababu hiyo kanisa linashauri na linasukuma kwa namna zote hiyo siku kusiwe na sakramenti, kwa sababu asili ya sakramenti ni Kristo mwenyewe. Ni yeye ambaye katika jina lake tunabatizwa, mwili wake tunapokea, na Roho wake Mtakatifu tunapokea vile vile. Isipokuwa kwa sakramenti za kitubio na mpako mtakatifu, kwa sababu zina uhusiano wa pekee na yale yanaadhimishwa katika siku hii ya Ijumaa Kuu. Hasa katika Injili ya Yohane ambayo tutatafakari hivi karibuni, tunaona kwamba Ijumaa Kuu inapata picha ya ile siku ya upatanisho au siku ya toba ambayo tumerithi kutoka kwa wenzetu Wayahudi, baba zetu katika imani, ambayo tunaweza kuona katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, siku ya upatanisho mkuu tukiangalia katika Biblia zetu. Na hivyo sakramenti hizi ambazo zinalenga kuleta upatanisho kati ya mtu na Mungu wake kupitia sadaka ya Kristo zinaonekana kuwa zinafaa sana kuadhimishwa siku hiyo, na hivyo zinaruhusiwa pamoja na hali ambayo tumekwisha eleza. Na hiyo ni namna ya kutuandaa kuona tofauti wa maisha yetu wakati tunaishi pamoja na Kristo au bila yeye. Kwa sababu hiyo vile vile tunaadhimisha saa 9, saa ambayo tukiangalia katika Injili Mathayo 26, Marko 15, ndio saa ambapo Yesu alifariki, ambapo yeye alikufa. Na hivyo inaweza ikawa saa 8, inaweza ikawa saa 10, lakini iwe kwenye hiyo mida ya alasiri ambapo inaashiria hivyo mtu kweli akiingia kwenye ibada
huo ukimya, hiyo hali yote inamfanya kweli kushtuka, na mtu anasema kwani ni mazishi tunaadhimisha? Inaleta kabisa hiyo picha. Kanisa ni mama, tunapenda kusema sana, na kawaida ya kina mama hasa wakiwa na familia ni kwamba wanapenda kuandaa vitu vingi. Hawafanyi vitu tu ili mradi vifanyike, lakini wanapenda kuandaa hata zile ishara ndogo ndogo ili mtu akiingia kweli ajisikie kuwa sehemu ya familia. Hivyo hata uwe muumini Mkatoliki au wa imani nyingine kabisa, tunasikia wote kuingizwa katika kweli tukio kubwa kama ilivyo kwamba Mungu mwenyewe ametoa uhai wake kwa ajili yetu. Hivyo sasa tukiingia kabisa katika ibada hiyo, ibada ya kwanza tunayoona ni kwamba katika kuingia katika ukimya huo, mapadri au mashemasi wote waliopokea daraja takatifu wanalala chini au wanapiga makoti, lakini kawaida wanalala kifudifudi mbele ya altare kwa sekunde chache au hata dakika kadhaa. Kwa kuashiria nini? Kuashiria sala ile ile ambayo alifanya Yesu Kristo. Tukiangalia kwenye Injili ya Mathayo 26 aya 39, Yesu mwenyewe alilala chini wakati alifanya ile sala ya Baba, naomba kikombe hiki kinipite. Pale ambapo anaona kwamba mapenzi ya Mungu ni mazito, pale ambapo anaona kwamba anapata shida kupokea mapenzi ya Mungu kwa sababu ya ubinadamu wake, kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya uzito wa dhambi zetu. Na hivyo ni sala ya surrender tunasema, au wa kujiachia mikononi mwa Mungu. Na kwa namna ya pekee wale ambao Mungu aliwateua kupokea daraja takatifu katika ushemasi, katika upadri, wao wanaakilisha, wanatenda kwa niaba ya Kristo. Kwa hiyo katika Kristo wao pia wanajitoa kabisa, wanalala kifudifudi kama ishara ya Kristo, kichwa cha mwili wake, ambaye yuko tayari kujitoa na kupokea mapenzi ya Mungu. Hivyo hivyo anaposimama, tumezoea kusikia padri akiimba au akisema tuombe au tuombe, lakini katika ibada hii hatutasikia neno hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio mwanzo wa ibada, ni mwendelezo. Ibada ile ya Alhamisi Kuu ambayo hatujahitimisha inaendelea. Ni kama ulikuwa unaangalia filamu, umeiacha nusu, umeenda kulala, umeamka, unaendelea pale pale. Na hivyo ibada yetu inaanza. Na hivyo tunapata kuelewa baadhi ya ishara. Katika ibada ya Ijumaa Kuu kuna sehemu kuu tatu zinazounda adhimisho la ibada hii ya Ijumaa Kuu. Sehemu ya kwanza ni neno la Mungu, ibada ya neno la Mungu, ambapo hapo tuna mambo mawili, masomo yanayotumika katika ibada hiyo. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, somo la Zaburi kutoka Zaburi ya 31, na somo la pili kitabu cha waraka kwa Waebrania. Injili ni kitu cha kuvutia, ni simulizi la mateso, simulizi la historia ya mateso ya Kristo kadiri ya mwinjili Yohane. Na jambo la pili katika neno la Mungu ni sehemu ya maombi 10. Pengine padre atatupitisha katika sehemu hii ya kwanza, ibada ya neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo kabisa katika somo la kwanza kutoka kwa Nabii Isaya sura ya 52 na 53, tunakutana na kile ambacho katika mapokeo ya zamani ya historia ya kanisa umeitwa wimbo wa 4 wa mtumishi wa Bwana au mtumishi mwenye kuteseka, the suffering servant. Mtumishi wa Bwana, mtumishi wa Adonai, mtumishi wa Yahweh. Ni shairi 4 au nyimbo 4 zilizopo katika sehemu ya pili ya kitabu cha Nabii Isaya, ambapo yeye anaandika kwa ajili ya watu wake walioko uhamishoni. Na sisi pia mara nyingi tunaonja jinsi ya kuwa uhamishoni katika maisha yetu. Tunajisikia wageni, tunashindwa kuelewa maisha yetu, historia zetu. Na katika mazingira hayo taifa la Israeli wakakaa chini, wakatafakari juu ya maisha yao, imekuwaje mpaka tumefika huku? Na hivyo katika sehemu hii ya pili ya Nabii Isaya, ambapo yeye anafariji watu wake, anawapa moyo, anawaambia kwamba Mungu bado hajachoka, kwamba Mungu atafanya tena miujiza yake ya kipasaka, kwamba atawaleta tena kama vile alivyowatoa huko Misri, atawatoa vile vile kule Babeli. Na katika sehemu hiyo ya kufariji kuna nyimbo au shairi 4 zinazomwongelea mtu fulani ambaye hajulikani vizuri ni nani, lakini huwa anatambulika kama mtumishi wa Bwana. Ni mtu ambaye Mungu kupitia hata mateso yake, hata kushindwa kwake, analeta ukombozi, analeta uhuru. Kwa namna ya pekee uwimbo wa 4 una mistari inayogusa sana tukio la Ijumaa Kuu. Kama kwa mfano inasema, utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake.
ataona mazao ya taabu ya nafsi yake. Atawafanya wengi kuwa haki, atahesabia pamoja na wakosao, naye atayachukua maovu yao. Nitamgawia sehemu pamoja na wakuu. Katika tafsiri nyingine inasema atashiriki kaburi pamoja na wakuu. Hivi kuonyesha kabisa tukio la Yesu katika kaburi la Yosefu wa Arimathaya. Na hivyo tunaona kwamba ni kwa sababu hiyo kanisa linatujalia maneno haya ili sisi pia tupate kuelewa au kuingia kidogo katika fumbo la mateso. Kweli ni kwamba mateso mara nyingi hayawezi kueleweka, lakini kutupatia namna ya kuingia. Kwamba Mungu katika katekisimu ya kanisa Katoliki nasema kwamba yeye ni mwenyezi, sio kwa sababu anaepusha uovu au anafanya uovu usiwepo, maovu yasiwepo, bali kwamba pamoja na kuruhusu uovu na maovu anaweza kuyageuza kuwa mema bado makubwa zaidi. Kama vile katika ile mbio ya Pasaka tunaimba lo kosa lenye heri, kwamba kadiri ilivyo dhambi yetu bado kubwa zaidi ni huruma ya Mungu. Hayo tunaonja kwa namna ya pekee katika pia somo la pili, ambapo kutoka kwa waraka wa Ibrania tunaambiwa kuhusu ujasiri na utii wa Yesu Kristo ambao vinakuja kwetu, kwamba yeye kwa ule ujasiri aliyopata katika kumkabili Mungu, katika kumwambia wazi kama mwana, kulia kwamba anaomba kwa yule anayeweza kumtoa katika mauti, alilia katika siku zake. Sisi tujue kwamba kweli tuko mbele ya kuhani mkuu ambaye yeye amejaribiwa katika kila kitu sawa na sisi, na tunaalikwa kukikaribia kiti cha neema. Hayati Papa Francisco alipenda kuita Jumaa Kuu siku ya kiti cha neema, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji, kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyosema katika Injili ya Yohane hiyo sura ya 10 kwamba kondoo wangu na wajua, nao wanifuata. Kuwajua maana yake kwamba anafahamu mateso yetu, kama vile Mungu alimwambia Musa walipokuwa kule Misri, alimwambia nenda, kwa sababu mimi nimesikia kilio chao na yafahamu mateso yao, najua wanachokipitia. Hivyo nakutuma wewe. Mungu anamtuma huyu Yesu kwa sababu anafahamu mateso yetu, anajua jinsi mara nyingi hatuna majibu kwa ajili ya yale tunayoyapitia. Na kwa sababu hiyo siku hii yote ya Ijumaa Kuu inalenga hayo, kuweka maana ndani ya mateso tunayoyapitia. Injili ya Yohane, tofauti na injili ambazo zimetafakariwa siku ya Matawi, ambapo tunatafakari mateso ya Mathayo, Marko na Luka, mateso ya Yesu kulingana na injili hizo. Katika Injili ya Yohane hatukuti kwa mfano masimulizi ya Yesu kumega mkate au kuunda kuanzisha Ekaristi. Hatuoni kwa mfano Yesu akifanya yale maombi yake ya kuomba kwamba kikombe kimpite katika Getsemani, hata haitajwi. Lakini kuna namna nyingine Yohane anaangalia zaidi matunda, anaangalia matokeo, kiutekelezaji, jinsi ambavyo ukombozi huu umefanyika. Kwa mfano katika Alhamisi Kuu, badala ya kusimulia kusimikwa kwa Ekaristi, anasimulia matokeo yake katika Yesu Kristo kushuka na kuhudumia na kuwaosha mitume wake. Na vile vile katika injili hii tunasikia kwamba Yesu anavuka mto wa Kedron. Huo mto wa Kedron, kijito cha Kedron, ni muhimu sana kwa ajili ya maandiko, kwa sababu ni kijito ambacho kinatokana na yale maji taka, yale yanayotupwa katika hekalo kutokana na sadaka zilizokuwa zinafanyika, ambapo maji na damu yalikuwa yanachanganywa kwa sababu ya zile sadaka zilizokuwa zinachinjwa kwenye altare. Kwenye pembe zake kulikuwa na mifereji ambayo inapeleka hayo yote nje kutupwa mpaka kufia kwenye lile bonde lililofahamika kwa jina la Jehanamu, kama dampo ya kuchoma taka. Na Yesu anavuka huo mto Kedron ambao pia ulivukwa na Mfalme Daudi wakati alikuwa anadhulumiwa na mwanae Absalomu. Hivyo Yesu pia anaingia katika Kedron. Je, Kedroni maana yake nini? Hilo neno wa Kiebrania kadar maana yake ni kuwa mweusi, kupauka fulani, kupoteza rangi, kama vile mtu akiwa na huzuni sura yake inapoteza mwanga. Vile vile tunaona kwamba Yesu anaingia katika ile huzuni kama tunavyosikiaga katika Jumapili za Matawi katika mateso ya Bwana, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Injili ya Yohana inaonyesha hayo kwa namna nyingine, kusisitiza ni mto gani ambao Yesu alihitaji kuvuka ili kuingia katika mlima wa Mizeituni na kusubiri pale kukamatwa. Lakini wakati huo huo, katika udhaifu ule, katika huzuni ile, hakuna injili, hakuna masimulizi ya mateso yanayoonyesha Yesu katika ujasiri wake, katika hali yake ya kujitawala, ya kuwa kweli mfalme,
kama Injili ya Yohane. Anapoenda kutafutwa na Yuda na wale maaskari, yeye anaitikia, anasema mimi ndimi. Mnamtafuta nani? Mimi hapa, mimi ndimi. Tumesikia sana katika kipindi hiki cha Kwaresma, si ndio? Injili ya Yohane na upekee wake, hizo anaziita I am saying kwa wale wataalamu, lakini ni zile kauli ambazo Yesu alikuwa akizisema kuwakilisha kwamba yeye ni nani, yeye ni Mungu. Na mara nyingi anasema kwamba mimi ni mwanga, mimi ni nuru, mimi ni mchungaji mwema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Kwa hiyo katika Injili ya Yohane ina upekee wa hizo ambazo padri anaelezea hapo. Kwa sababu hiyo kutamka mimi ndimi, kwa nini walikaa chini? Kwa nini walipiga magoti? Nasikia kwamba walianguka chini baada ya Yesu kurudia mimi ndimi. Kwa sababu ni namna nyingine ya kufupisha jina la Mungu, jina lile takatifu ambalo lilifunuliwa katika Agano la Kale kwa Musa, mimi niko ambaye niko. Tunaweza kusema Adonai au Yahweh. Na hivyo hilo jina lilikuwa wakfu sana kiasi kwamba liliweza kutamkwa mara moja tu kwa mwaka katika siku ya Yom Kippur. Katika siku ya upatanisho ambapo kuhani mkuu anaingia mara moja tu kwa mwaka kwa sadaka kwa ajili ya kufanya toba na upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu, kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za watu wengine. Na hivyo yeye anafanya hiyo sadaka kwa ajili ya wengine na kwa ajili yake mwenyewe. Na hivyo katika siku hiyo tu aliruhusiwa kutamka jina la Mungu lilo takatifu sana. Kwa Yesu kulitamka, anasisitiza kwamba hii ndiyo siku ya Yom Kippur, hii ndiyo siku ya upatanisho. Upatanisho wa Mungu umeanza na mwanakondoo wa Pasaka ni huyo mnayemwona. Kwa namna ya pekee Injili ya Yohane inajaribu kusisitiza kwamba kweli Yesu ndiye mwanakondoo. Tangu Injili ilipoanza, Yohane Mbatizaji alimtambulisha kama mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Pengine hapo kwa mtu ambaye anafuatilia kidogo Injili anaweza kuona kwamba kuna kautofauti, kwa sababu katika Injili zile pacha Mathayo, Marko na Luka tunasikia kwamba Yesu siku ya kwanza ya sherehe ya mikate isiyotiwa chachu, Yesu alifanya karamu, yani alifanya Pasaka sawa na wenzake wote. Lakini katika Injili ya Yohane inatuambia kwamba Mafarisayo na Wayahudi hawakuingia Pretorium kabla ya kumsulubisha Yesu kwa hofu ya kwamba washindwe kuila Pasaka. Maana yake Pasaka ilikuwa bado. Na kweli imeleta mjadala kubwa kati ya wataalamu wa Biblia. Tusitamani kuingia huko. Kwa mtu ambaye angetamani kutafakari zaidi, hayati Papa Benedikto 16 aliandika kitabu kizuri sana, Yesu wa Nazareti, ambapo anaeleza hali na matokeo ya majadiliano hayo. Lakini kwa vyovyote vile ni muhimu sana jinsi ambavyo Yohane anasisitiza kwamba Yesu kweli ni yule mwanakondoo wa Pasaka, na anatujalia ishara mbalimbali. Tukiachana na zile ambazo tayari tumekwisha taja, tayari tukiangalia kwamba bado Pasaka ilikuwa haijaadhimishwa, kwa hiyo mwanakondoo bado alikuwa hajachinjwa. Na muda ule ambapo Pilato anatoka na Yesu na anasema tazama mtu huyu, kwa Kilatini tunafahamu, si ndio? Ecce homo. Wakati huo ndipo kawaida makuhani pale hekaluni wanakagua kondoo anayefaa kwa ajili ya Pasaka, ambaye saa sita, hii ni kama saa sita vile, bado anachaguliwa yule kondoo ambaye atachinjwa saa 9, lakini anaanza kuchaguliwa kwa sababu kondoo ni wengi, kwa hiyo anaanza kuchaguliwa yule aliye bora kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo wanaposema tazama mtu huyu, Pilato anatuambia tazama mwana kondoo wenu, tazama yule anayefaa, yuko tayari kwa ajili ya kuchinjwa. Na watu wataitikia vipi? Watasema hatumtaki, muondoshe, msulubishe. Neno hilo muondoshe ama mtoe pia ni muhimu sana, kwamba Injili ya Yohane imependa kulisisitiza, kwa sababu kwa Myahudi wa kawaida angeelewa mara moja, na wengi kweli wanapata mshtuko wanaposoma Injili ya Yohane, kwa sababu wanajua kwamba mida hiyo kuna ibada inafanyika katika nyumba za Wayahudi kabla ya kuadhimisha Pasaka, inaitwa ibada ya Hametz au ibada ya chachu, ambapo baba mwenye nyumba anatakiwa kukagua nyumba nzima kuhakikisha kwamba chachu yote ya zamani imeondolewa. Na Paulo mwenyewe anatuambia katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 7 kwamba ondoeni chachu ya zamani, ninyi mmekuwa donge jipya, kwa sababu Yesu Kristo Pasaka yetu ametolewa sadaka. Na hivyo tunaona kwamba Paulo anasisitiza kwamba ni kweli kwamba Yesu Kristo kweli ni yule Pasaka wa Bwana, ni yule mwana kondoo.
kuila Pasaka, kumla yule mwana kondoo. Na hivyo Wayahudi wanasema umtoe kabisa, umpeleke nje yule mwana kondoo ili atolewe kwa ajili yetu. Kwa namna ya pekee pia wakati Yesu anachinjwa, kuchinjwa kumaanisha kwamba anatolewa sadaka kwa ajili yetu msalabani, tunaona kwamba Injili ya Yohana inaendelea kusisitiza kwa kutuambia kwamba hakuna mfupa wake utakaovunjwa, kwa kutimiza maandiko. Bila shaka andiko hilo linamaanisha juu ya kondoo ambaye hakuna mfupa uliotakiwa kuvunja, aliwaambia Mungu kwa Musa katika taifa la Israeli huko Misri. Na pia inasema tena andiko lingine litimie, watamtazama yeye waliyemchoma. Neno hilo limetolewa katika kitabu cha nabii Zakaria sura ya 12 aya 10, ambapo kwa namna ya pekee Mungu anaeleza kuhusu ule mto mpya wa uzima, ile chemchemi ambayo itafanya wana wa Israeli waweze kusali kwa roho mpya. Na inasema kwamba watamtazama, lakini watamtazama yeye waliyemchoma au waliyemtoboa, kwa sababu kuchoma unaweza kufikiri moto, lakini waliyemtoboa. Lakini tukiangalia tafsiri asilia haisemi tu watamtazama yeye waliyemtoboa, bali nasema kwa Kiebrania oti, watanitazama mimi waliyemtoboa au waliyenitoboa. Watanitazama mimi waliyenitoboa. Ndio. Na kwa kweli walipopokea andiko hilo kutoka kwa nabii Zakaria, wengi walishindwa kuelewa na walisema inakuwaje kwamba tutamtoboa Mungu? Kwa hiyo mabadiliko pale wakabadilisha, wakaweka watamtazama yeye tu, tumtoboe mwingine, tusimtoboe Mungu. Lakini sasa andiko lilipotimia waliona kweli huyo ni mwana kondoo. Bahati mbaya labda tunafahamu kwamba baada ya Yesu kufufuka na kadhalika na mitume, hekalu la Yerusalemu lilibomolewa. Kwa hiyo sadaka hizo zilikoma, hazikuendelea kuadhimishwa, isipokuwa katika mji wa Samaria. Kama yule mwanamke Msamaria anasema kwamba sisi tunaabudu katika mlima ule wa Garizim. Mpaka leo Wasamaria wapo na wanaadhimisha bado Pasaka kadri ya mapokeo ya wazee. Na ni ajabu jinsi ni ile ya Wayahudi. Ni ile tunaamini kwamba ni ile Wayahudi sasa hawawezi kuadhimisha, lakini tukiangalia wao, ukienda pale wanakuonyesha ile orodha, wanakuambia jinsi kabisa tangu enzi za Adamu mpaka leo na jinsi Pasaka ambavyo inatakiwa kuadhimishwa. Na inashangaza sana kwa sababu mwana kondoo hachinjwi tu na kukatwa na kuokwa. Hapana, anaokwa bado akiwa mzima katika fito mbili. Wanaweka ya kwanza hivi, alafu ya pili kwa ajili ya kumzungusha hivi, wanaweka hivyo katika umbo kama la msalaba. Hivyo Yesu alivyosema katika Injili ya Yohane kwamba watakapomuinua mwana wa Adamu watajua kuwa mimi ndimi, kama I am he, kama mimi ndiye. Kwa sababu walipomuinua, inawezekana wengi walitambua kwamba hiyo ilikuwa namna ya kumchinja, ya kumtoa yule mwana kondoo wa Mungu. Na hivyo baada ya hapo, wakati anatobolewa, damu na maji zinatoka ubavuni mwake. Katika kitabu cha nabii Ezekiel sura 47 tunaambiwa katika ile hekalu jipya, hekalu ambalo Yesu alisema bomoeni hekalu hili, hekalu la mwili wake, nami nitalijenga. Hivyo tunaona jinsi ambavyo katika injili hii kweli Yesu anaonyeshwa kuwa kweli mwana kondoo wa Pasaka. Nadhani kati ya ishara za mwisho zinazoonekana dhahiri ni pale ambapo Yesu anatoka damu na maji katika ubavuni mwake baada ya kutobolewa na mkuki. Tunaweza kuona hayo pia katika nabii Ezekiel sura 47, ambapo tunaambiwa kwamba kutoka upande wa kuume wa hekalu kuna kijito cha maji na damu ambacho ndicho kijito Kedron kama sikosei. Na pale ndipo yale maji na damu ya sadaka inaenda, na hivyo yanaponya wote panapopita, kwa sababu yamejaa mafuta na kwa namna fulani tungesema ni rutuba. Kwa hiyo yalikuwa na nguvu ya kuponya. Vile vile na sisi katika hilo hekalu jipya ambalo ndilo mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama alivyosema mwenyewe alipotakasa hekalu, bomoeni hekalu hili nami nitalijenga upya siku 3. Na alikuwa anasema juu ya hekalu la mwili wake, na alipofufuka wanafunzi wakaelewa hilo andiko. Na hivyo katika Yesu tunapata kuingia katika hekalu jipya, katika namna mpya ya kuhusiana na Mungu, kama tulivyosikia katika somo la pili kwamba tunapata ujasiri wa kumkaribia Mungu, kwa sababu lengo la Ijumaa Kuu sio kuogopa mateso ya Kristo, sio kuona kwa ajili ya kukimbia.
kinyume kabisa, ni kuona kwa ajili ya kusogelea, kama vile ukijua kwamba mfalme yuko upande wako, kwamba mfalme anakuelewa, kwamba yeye ameteseka kwa ajili yako, lakini anakupa yote. Kwamba Yesu Kristo hakuteseka kwa kinyongo wala kwa kisasi wala kwa kujuta. Amefanya kabisa kwa upendo na kwa hamu, na tungeweza kusema kwa furaha. Nimesema katika injili hii inaonyesha Yesu alivyomtawala, anavyojimudu hata mbele ya Pilato, pamoja na kupigwa kote, anatulia, haonekani kuwa analemewa na mateso. Anaongea na Pilato kama mtu na mwenzake, na anamuuliza, je, wewe ni mfalme? Wewe wasema. Kwa tunaona hali fulani ya ustadi tuseme ya Yesu kujiendesha, kwamba yeye anajua anachokifanya, kwamba kweli ni Mungu aliamua kufanya hivyo, na anafanya kwa ridhaa yake, anafanya kabisa kwa moyo mpana. Hivyo tunalikwa sisi wa Kristo kupokea damu ile maji, yale maji yanayobubujika kutoka katika ubavu wake, ambapo sisi tunafanikiwa kuweza kuingia ndani ya mwili wa Kristo. Ambapo nadhani ni injili nyingine kwenye kuelezea ile simulizi la mateso, hiyo issue ya damu na maji. Tunasema zinatupa picha ya sakramenti za kanisa. Nafikiri ni jambo jema. Ijumaa Kuu ina vitu vizuri vya kutuzamisha katika tafakari, lakini vinatuletea maana pana. Katika ibada ya neno la Mungu siku ile ya Ijumaa Kuu kuna kipengele muhimu sana cha maombi 10. Ni maombi ya pekee. Wengi wetu tunafahamu kabisa kwamba katika Dominika za kawaida huwa kuna maombi yale, sala za waamini, huwa yanakuwa 6 au 8. Lakini katika ibada hii ya Ijumaa Kuu kuna maombi 10 ya pekee, kwa ajili ya kuliombea kanisa, kwa ajili ya kumwombea Papa, kwa ajili ya kuombea wakatekumeni, kwa ajili ya kuombea wasio wamwamini Mungu. Na ombi jingine ambalo linakuwa linanifurahisha ni ombi la kuwaombea Wayahudi. Pengine kwa nini kanisa limeweka maombi haya 10 katika upekee huu, na hata jinsi yanavyoombwa tunakuwa tunapewa utangulizi, simameni, pigeni magoti na mambo kama hayo. Pengine kwa nini inakuwa na utofauti huo? Kwa nini inaleta hiyo? Ndiyo kabisa, kupata hilo jibu tunahitaji kurudi pale kwenye Injili. Katika mateso ya Yohane tumetafakari sura ya 18 na 19. Kweli ni kwamba katika Injili ya Yohane baada ya sura ya 13 hakuna tena miujiza ambayo Yesu anafanya ishara, bali ni ile ishara ya mwisho ni yeye mwenyewe kujitoa. Na hivyo tungesema kwamba kuanzia sura ya 13 tayari Pasaka ya Yesu inaanza, ile saa ya Yesu. Na sura ya 17 ambayo ndio inatangulia Injili ya mateso ambayo tumesikia, ni ile sala ya Yesu, sala ya mwisho ambayo Yesu alifanya, ambayo sala ya kikuhani ambayo kwayo anajiombea kwanza yeye mwenyewe ili mapenzi ya Mungu yapate kutimia katika utume wake, kwamba aweze kufika mpaka mwisho kama atakavyosema mwishoni yote yametimia, lakini pia ili aweze kuwaombea mitume wake ambayo yuko nao na anaona kabisa kwamba watapitia vipindi vigumu, lakini pia anaangalia mbali zaidi na anawaombea hata wale ambao wataamini kupitia neno la hawa mitume. Kwa namna fulani Yesu anapanua mikono yake kama vile msalabani na anakumbatia ulimwengu mzima. Anatuangalia sisi sote bila kujali utofauti wa dini, wa imani. Anaangalia kwamba wote waweze kushiriki katika Pasaka hii, wote tuweze kuingia katika hiyo safari, katika huo mtumbwi na kufanya Pasaka, kupita kutoka utumwani kwenda kwenye uhuru, kupita kwenye mateso kwenda kwenye furaha, kwenye kutoweza kusamehe au kusamehewa kwenda kwenye upatanisho pamoja na Mungu, sisi wenyewe na majirani zetu. Na hivyo kanisa linawaombea wote, likianza na wale wenye majukumu zaidi ndani yake, lakini bila kumbagua mtu yeyote. Hivyo ombi la kwanza linakuwa kwa ajili ya kanisa lenyewe, taifa lote la Mungu, ambalo sio kwamba ni taifa bora kuliko wengine, lakini wameitwa kwa ajili ya kushuhudia upendo wa Mungu na huruma yake. Baada ya hapo nawaombea wale viongozi wa kanisa, tukianza na Papa ambaye ni naibu wa Kristo na khalifa wa Petro, akisaidiwa na wasaidizi wake wenye daraja, maskofu, mapadri, watawa, waumini mbalimbali, taifa lote la Mungu.
Lakini halishi hapo katika kuombea tu watu wake ili wale waende mbinguni, wengine wapambane na hali zao, tungesema hivyo hapana. Lakini linawaombea wote, linaendelea ngazi baada ya ngazi, hatua baada ya hatua, wakatekumeni, wale ambao wanaelekea kuwa Wakristo ila bado sio Wakristo kamili, wasio wa Katoliki, kwa sababu Yesu katika sala hiyo hiyo ya Yohane 17 anasema na wote wawe tuwe kitu kimoja, wote wawe kitu kimoja kama mimi na wewe Baba tu kitu kimoja. Na wote wawe na uzima, tena wawe na uzima tele. Ndio. Kwa hiyo naombea ile umoja wa Wakristo. Katika kuombea wasio wa Katoliki tunaombea ule umoja wa Wakristo wote. Na baada ya hapo, kama Fadhali aliyosema, kuna ile sala ya Wayahudi, kwa sababu labda bahati mbaya tunaposikia mara nyingi Injili tunapata picha fulani kwamba Wayahudi ndo the bad guys, yani ndo watu wabaya kwenye filamu ya Yesu, kwamba kila mara ukisikia Myahudi ameonekana unajua kuna kitu kitakuja kutokea kibaya kwamba lakini Yesu mwenyewe alisulubiwa mfalme wa Wayahudi, na yeye alisema wewe wasema kwamba Yesu mwenyewe ni Myahudi. Maria, Yosefu, Petro, Paulo, mitume wote, mizizi ya kanisa ni hiyo. Ndio maana tumeanza, labda mwingine ameshtuka kwa nini tunaongelea mambo ya Kiyahudi, yanatuhusu nini? Kwa sababu ni mwendelezo ule ule. Yesu Kristo alisema mimi sikuja kutangua torati bali kutimiliza. Na hivyo tunawaombea Wayahudi, taifa hili la kwanza ambalo Mungu aliwateua, na anatuambia Paulo katika waraka wa Warumi, kwa fumbo ambalo hatuwezi kulielewa wala kulifafanua vizuri, Mungu ameruhusu baadhi yao wasipokee ujio wa Masia yule waliokuwa wanamtarajia, lakini bado tunawaombea kwa sababu tumepokea kutoka kwao zawadi ya agano lote la kale ya ufunuo wa Mungu na mambo mengi mazuri sana. Baada ya hapo naombea pia wasio wa Kristo, wenzetu wa imani nyingine, wa dini nyingine, wasio muamini Mungu, ambao kama anavyosema Paulo, wakifuata dhamira zao wanaweza wakakutana na wokovu, wanaotawala, wenye majukumu mazito na wanaohitaji kufanya maamuzi kwa ajili ya wenzao, viongozi wa serikali na wenye shida, wenye taabu, walio magerezani, au wote. Kusiwe na mtu yeyote hata ikijisikia maskini wa mwisho ambaye ataona kwamba hawezi kukumbatiwa na ukombozi huu tunaoletewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kweli tunapata kile kiini cha mateso ya Kristo ni kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima, na sio kwa ajili ya watu wengi. Ibada ya Ijumaa Kuu ina mambo mazuri na inatuzamisha kweli kwenye tafakari. Na sehemu ya pili katika ibada hii ya Ijumaa Kuu ni kuabudu msalaba mtakatifu, ambapo ndio kiini cha hii siku. Yesu alikufa msalabani. Katika adhimisho hilo kuna kuwa na ibada ya kuabudu msalaba. Padre ama shemasi hatua kwa hatua anaufungua msalaba na watu anawaambia huu ndiye mtu wa msalaba, na baadaye tunakuwa tunaabudu msalaba ule. Pengine tunaweza tukapata changamoto ama swali ambalo pia ni swali ambalo tunalipata kutoka kwa watu wa dini nyingine na mitazamo mingine, kwamba Wakatoliki pengine mnaabudu sanamu siku ya Ijumaa Kuu. Kweli swala la kuabudu msalaba sio rahisi kulielewa moja kwa moja. Tusiporudi kama kawaida katika mizizi, Mungu alipotoa ile amri ya kutofanya sanamu au picha yoyote inayofanana naye, iwe yaliyo juu ya mbingu, tunayo juu ya ardhi au chini au kwenye maji. Hasa tunaelewa katika mazingira ya Agano la Kale, ambapo ili taifa la Israeli walikuwa wametoka kwenye dini zao nyingine na kwenye imani nyingine, ambapo chochote kile ambacho wangejaribu kuchora au kuchonga au kutengeneza kama sura ya Mungu ingekuwa ni mawazo yao na sio uhalisia. Anayetusaidia kubadili mawazo hayo ni Agano la Kale wenyewe, katika Injili zake, katika nyaraka za Paulo, katika waraka wa Ebrania, hasa katika waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Waefeso katika sura ya 1 tunaona kwamba Mungu anaelezwa kwamba mfano wa Mungu asiyoonekana, na katika waraka wa Ebrania kwamba yeye ni chapa ya nafsi ya Mungu. Sasa hayo maneno yanaweza kuonekana ya kawaida tu kama mfano, lakini kwa kweli kwenye lugha asilia tungeweza kutafsiri kwamba Yesu ni picha ya Mungu, kwamba Yesu ni sanamu ya Mungu, kumaanisha ni jambo linaloshikika, linalohusika, linaloonekana wa Mungu asiyoonekana. Na hivyo hata waraka wa kwanza wa Yohane kwa watu wote unaanza ukisema kwamba yale ambayo mikono yetu imegusa, macho yetu yameona na sisi wenyewe tumeshuhudia, ndiyo sisi pia
tunashiriki pamoja nanyi ili mpate kuamini, ili muwe na ushirika pamoja nasi. Hivyo kidogo kidogo Wakristo walianza kugundua kwamba sasa inawezekana kuwa na picha au sanamu, kwa sababu sio tena utunzi wetu, sio sisi ambao tumebuni, tumeamua, tumeibua. Hapana, ni Mungu mwenyewe alifanya maamuzi ya kuonekana. Ni Mungu mwenyewe aliamua kutumia sasa vyombo vinavyoshikika, vinavyoonekana kwa ajili ya wokovu wetu. Na juu ya vyombo vile vyote ni msalaba. Msalaba ambao unatisha, msalaba ambao ni chombo cha mauaji, msalaba ambao ni chombo cha mateso, lakini ni ishara ya yale yote ambayo katika maisha yetu yanatusulubisha. Sisi pia ni wasulubiwa pamoja na Kristo, nasema Paulo. Labda tuna mtu nyumbani au hali fulani ambayo tumejaribu kupambana na hayo mateso na hayaondoki. Kama Yesu alivyosema, kikombe hiki kinipite Baba ikiwezekana. Lakini tunakuta kwamba pengine kwa sababu ya mateso hayo ndio wokovu unatufikia. Sio kwamba Mungu anapenda ya mateso, lakini fumbo la msalaba ni huo, kwamba Mungu, anasema Paulo kwa waraka wa Warumi, wakati aliona ameshindwa kuokoa ulimwengu kwa njia ya hekima, kwa ajili ya kuwavutia watu wampende Mungu, aliamua kutumia njia ya msalaba, ambayo inaitwa kuwa ni kikwazo, kuwa pengine ni ujinga au upumbavu wa Mungu pia, ambao una nguvu kuliko akili zetu na nguvu zetu. Kwamba Mungu anatumia madhaifu, anatumia, kama tulivyoona pale ambapo Yesu anaonekana kuwa mdhaifu zaidi, ndipo alipo mfalme na anaweza kukumbatia ulimwengu mzima, na anaweza kukomboa ulimwengu hata kabla wenyewe hawajagundua. Hivyo padre anavyoenda, anavyofunua kidogo kidogo, ni pia safari yetu ya maisha, ambapo kidogo kidogo Ukristo anatusaidia kugundua kwamba hata yale ambayo tumekataa katika maisha yetu, kama yale tuliyotupa katika mto wa Kedron, yale ambayo tunaona yanatutesa, yanatufanya kujisikia wanyonge, ingawa Mungu sio kwamba ameyatamani, lakini anayatumia kwa ajili ya sisi kupata kitu kilicho bora zaidi. Mbio ya Pasaka inasema, lo, kosa lenye heri. Kosa lenye heri. Bila dhambi ya Adamu tusingalikombolewa na Kristo. Na Yesu Kristo anatupeleka katika hali ya juu zaidi. Kwa anasema Mtakatifu Agustino, lo, kosa lenye heri. Ndiyo, ni makosa, ni maovu yaliyotokea, hatuyatamani, lakini kupitia hayo Mungu ameleta wokovu bado mkubwa zaidi. Kwa sisi wa Kristo tunaalikwa kwa imani kusujudu, kuabudu fumbo hilo, kwamba Mungu amegeuza yale ambayo yalikuwa ni mateso katika maisha yetu kuwa mlango wa kukutana naye. Nafikiri kuabudu msalaba, hata ukiangalia hilo adhimisho la ibada hiyo ya Ijumaa Kuu, tofauti na siku nyingine, huwa tunafika kanisani au sehemu yoyote kwenye msalaba tunainama, lakini siku hiyo tunapiga magoti na kusujudu, kuona ni uzito kiasi gani wa tukio kama hilo. Adhimisho hili la ibada ya Ijumaa Kuu lina mambo mengi ya kutupa tafakari na kutuzamisha, lengo tuweze kulielewa hilo fumbo la msalaba. Na sehemu ya tatu katika ibada hii ya Ijumaa Kuu basi ni ibada ya komunyo takatifu. Mwanzoni Padre Richard alielezea au alijibu lile swali, kwa nini hatuadhimishi sakramenti? Lakini katika sehemu hii tunafanya ibada, tunashiriki komunyo takatifu, ambayo Alhamisi jioni baada ya lile adhimisho hatukuipeleka kwenye tabernakulo kama ilivyo desturi. Tulipeleka katika sehemu iliyoandaliwa na inatumika katika ibada hii ya Ijumaa Kuu, zile ambazo zilishakwisha kutengenezwa kwenye karamu ya zilizokwisha kubarikiwa katika ibada ya Alhamisi Kuu jioni, na Jumamosi siku ya Ijumaa Kuu zinatumika katika hii ibada. Pengine kwa nini tunashiriki komunyo takatifu katika tukio hilo ambalo Kristo ameshakufa? Padre, karibu tuelezee vizuri zaidi. Kwa ajili ya kutusaidia katika hilo, kuna jambo lingine ambalo nimeliacha nyuma makusudi katika Injili ya Yohane, ni swala la bustani. Injili ya Yohane inatuambia kwamba pale Yesu alipozikwa karibu kulikuwa na bustani, na tunafahamu atakapokutana na Maria Magdalena watakutana na kwenye bustani. Kwa sababu yeye atamchanganya, atafikiri yeye ni mtunza bustani. Hata mateso yake yalianzia kwenye bustani. Yalianzia kwenye bustani ya Getsemani. Asante. Hiyo bustani ni nini? Hiyo bustani tunaiona katika mwanzo wa Biblia kabisa, kwamba Mungu alimuumba mwanadamu, alimweka katika hali ya kupendana katika bustani. Na katika historia yote ya Agano la Kale mara nyingi wapendanao wamekutana katika bustani, kwa sababu katika hali ya maua, zile harufu zinatusisimua, zinatufanya kweli tutamani uzuri wa maisha na wa upendo. Kwa namna pekee kuna kitabu cha Wimbo Ulio Bora
ambapo wapendanao wanatafutana na wanakutana huwa katika mazingira ya bustanini. Vivyo hivyo Yesu Kristo anajitambulisha kama bwana harusi katika Injili ya Yohane. Tunasikia Yohane Mbatizaji anapomtambulisha anasema, mwenye bibi harusi ni bwana harusi, mimi rafiki yake bwana harusi, nafurahi kwa kusikia sauti yake na furaha yangu imetimia. Vivyo hivyo na sisi kanisa limeona vema kwamba hata ikiwa tunaadhimisha kwa namna fulani mazishi ya Bwana, tunaadhimisha kifo chake, tunaadhimisha kwamba siku hiyo haipo, kama alivyosema haipo Ekaristi kwa sababu imeondolewa Alhamisi jioni na tumeingia katika ukimya. Ijumaa Kuu hakuna misa, hakuna. Hiyo sio misa, hiyo ni ibada, kama alivyosema, ibada ya neno, ibada ya kuomba, ya kuabudu msalaba, na ibada ya kupokea komunyo takatifu. Hakuna misa kama misa, hakuna mageuzi, hakuna Bwana awe nanyi, kwa sababu Bwana hayupo kumaanisha kwamba tunamsindikiza katika makaburi anavyozikwa. Na natumaini Falala akieleza siku moja ile vijilia Pasaka ataeleza vizuri kule Yesu kushuka kuzimu kama anavyoeleza Mtume Petro katika waraka wake. Lakini kwa namna ya pekee hapa kanisa limeona wema, hata hivyo sasa mtu baada ya kuguswa na yote ambayo Yesu Kristo amefanya, baada ya kuguswa na upendo wa Mungu, baada ya kubusu msalaba wake, anatambua kwamba kama alivyosema Yesu, msipomuinua mwana wa Adamu, ikiwa Yesu hayupo katika msalaba huo msalaba unatuangamiza, mateso yanatulemeza, tunajisikia kukata tamaa mara nyingi kama Yesu na kutoka jasho la damu. Na kwa sababu hiyo kanisa linatolika kumweka Yesu katika huo msalaba. Kwa namna gani? Kwa kupokea komunyo takatifu, kwa kumruhusu. Na hiyo sasa mimi kwa niaba yetu sisi na tunawalika kweli wapendwa watazamaji wote, ikiwa kuna yeyote ambaye kwa sababu moja au nyingine bado kuna vipingamizi vinamzuia asiweze kupokea Ekaristi takatifu, fanya maamuzi basi. Tafuta namna uweze kukutana kweli na yule mpenzi wa nafsi yako ambaye anakutafuta na anaweza kujalia kweli ile furaha ambayo unatamani, kwamba hata katika mazingira haya, hata ikiwa tunasikia maisha yetu yamekuwa ni mazishi, mara nyingi ni matanga, ni mateso, inaonekana tu kama manunguniko, yupo mmoja ambaye anaweza kubadilisha msalaba wako kuwa mlango wa kukutana na Mungu na kupata maana ya maisha yako. Na hivyo kanisa limeona vema kwamba mtu yeyote asikose. Kila mara tunampokea Yesu Kristo tunatimiza fumbo la Pasaka la kuwa kitu kimoja na Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kufufuka pamoja naye, ili tuweze kupita pamoja naye kutoka hali hiyo ya kifo, tuweze kusubiri kwa hamu ule mkesha wa Pasaka ambao pia unaanza katika ukimya, kwa sababu ni mwendelezo wa ibada ile ile, na tuweze kweli kuonja uzima mpya. Umeeleza vizuri sana, na mtu yeyote anaweza akawa amejifunza vitu vingi. Ijumaa Kuu kama mojawapo ya siku tatu kuu za Kipasaka, kuanzia Alhamisi Kuu jioni, Ijumaa Kuu yenyewe na kuelekea vijilia ya Pasaka. Kwa hiyo huwezi ukaacha kuielezea Pasaka, Alhamisi Kuu na wakati unaelezea Ijumaa Kuu. Kwa hiyo ibada ya Ijumaa Kuu ina upekee wake na imetuvutia kwa mambo inayoundwa nayo. Lakini kwa kumalizia, ningependa tumalizie na kama swali ambalo Wakristo wanaweza wakawa wamejiuliza, au wewe unayetazama unaweza ukawa umejiuliza, kwa nini Yesu alipowajibu wale kwamba bomoeni hekalu hili, yani mwili wangu, nami nitaijenga kwa siku tatu. Wataalamu wengi wa maandiko wanasema kwamba ilikuwa inawakilisha siku tatu. Atakaa kaburini kwa siku tatu, atafufuka siku ya tatu. Lakini tukipiga mahesabu kikawaida, alikufa siku ya Ijumaa. Jumamosi tunasherehekea Pasaka, ile usiku mkesha, vijilia ya Pasaka. Huoni kama ni siku mbili au siku moja tu ambayo imetumika pale? Na hiyo imekaaje? Inakamilishaje hizo siku tatu? Siku tatu hazionekani. Pengine padre anaweza akatupitisha na kutuelezea kwa kina zaidi. Karibu padre. Ndio kabisa, tunaona kwamba katika namna ya kuhesabu yetu ni tofauti. Kwanza kabisa kibinadamu tu kipindi kile hakukuwa na tarakimu ya sifuri, zero haikuwepo. Ilikuja baadaye, ililetwa na utamaduni mwingine. Kwa hiyo wao walikuwa wanajua kuhesabu 1, 2, 3. Kwa hiyo ukihesabu Ijumaa wanasema 1, Jumamosi 2, Dominika 3. Lakini umesema vizuri, umesema ilikuwa ni Ijumaa saa 9 tuseme Yesu amefariki, ametoa roho, na Jumamosi usiku mbio Pasaka inatuambia usiku peke yake ulijua saa ambapo Kristo alifufuka.
Lakini tukipiga hesabu za haraka ni masaa kama 36 hivi hadi 40. Ambao kama siku moja na kidogo. Haifiki hata siku 2. Inakuwaje siku 3? Kwa sababu tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, sijui kama tumewahi kuzingatia kwamba katika kuhesabu zile siku za uumbaji huwa tunasikia kauli inajirudia tena na tena. Wanasema ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya kwanza. Kawaida kibinadamu tungetarajia useme ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza. Lakini inaanza na jioni kwa sababu na ndipo hapo sisi tukatoa desturi ya mikesha kwamba siku inaanza katika mikesha. Jioni. Katika ile jioni jua linapozama kwenye saa 1 ya jioni, nyota zinapoanza kuonekana tayari ile siku inayofuata imeanza. Hivyo Yesu kufariki kwake saa 9 bado ni Ijumaa. Kuanzia saa 1 hiyo jioni ya Ijumaa ishaingia hiyo Shabbat au Jumamosi. Na vile vile saa 1 jioni ya Jumamosi tayari Dominika au siku ya kwanza ya juma imeshaingia. Kwa hivyo tunaweza kuelewa kwa nini siku 3, na kwa namna nyingine sasa hiyo siku 3 ni muhimu sana katika maandiko. Nabii Hosea anasema kwamba katika siku ya 3 atatuponya na tutaishi katika uwepo wake. Na Paulo pia anapoeleza kwamba mimi nimewafikishia ninyi kile ambacho mimi nilipokea, ya kwamba Bwana alikufa kwa ajili ya dhambi zetu akafufuka siku ya 3 kadiri ya maandiko. Kwa umuhimu wa siku ya 3 kweli ni kubwa sana. Na labda pamoja na hilo mtu angeweza kujiuliza sawa, siku ya 3, lakini sasa hiyo sabato inakaaje? Yaani ile Jumamosi, ile sabato ambayo Mungu aliweka kama amri ya 3 katika maandiko, katika dekalo, katika maneno ya uzima, kwamba katika amri 10 kwamba utaiheshimu sabato, utaitakatifuza. Je, inakuaje? Katika hilo tunaona kwamba kuna tena, nisiongee mimi hapa, na mnukuu Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili ambaye katika waraka wake wa Dies Domini, siku ya Bwana, kwa Kiswahili siku ya Bwana, anaeleza vizuri sana jinsi ambavyo Wakristo, kwa nini tuliona kwamba tunaweza kuhamisha, mkiniruhusu kusema kuhamisha, kutoka Sabato au Jumamosi kuja kwenye Jumapili, Dominika. Hata kabla ya hapo tukiangalia tu kitabu cha Ufunuo, Yohana anasema kwamba yeye alipata ufunuo wake katika siku ya Bwana. Kwa tayari Dominika imepata jina jipya, siku ya Bwana, Dominika, Dominis Dies, maana yake siku ya kibwana, siku ambapo Bwana alifanya jambo. Yohane Paulo wa pili anatualika kuangalia kiini, na sio tu yeye ananukuu mababa wa kanisa, Gregori Mkuu, Basili Mkuu na wengi ambao wanasema Yesu kama alivyosema mwenyewe hakuja kuitangua Torati bali kutimiliza. Hivyo tuangalie tena mwanzo na asili ya hiyo amri ya Sabato. Hiyo amri tunapewa katika, kama alivyosema Father, katika Dekalo, katika amri 10 za Mungu ambazo tunazipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 11 na Kumbukumbu la Torati 5:15. Lakini kuna katofauti. Katika kitabu cha Kutoka, sababu ya kuheshimu siku ya Sabato ni ile siku ya 6 ambapo Mungu alipumzika katika uumbaji. Lakini tukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sababu inasema nao utaikumbuka kwamba ulikuwa mtumwa huko Misri. Kwa namna fulani wanasema nini? Kwamba Sabato ni siku ya kuadhimisha tendo la Mungu, utendaji wa Mungu, ile uumbaji. Ile siku Mungu aliingilia katika maisha yetu, akatupatia pumziko, akatupatia furaha. Ikiwa ilikuwa ile siku ya kwanza alipopumzika, hata hii ya pili ya kutoka Misri, ya kuingia kwenye nchi ya ahadi, ni pumziko bado kubwa zaidi. Kwa hiyo inachukua nafasi yake. Na hata waraka wa Ibrania huko mwishoni inasisitiza sana juu ya muhimu wa kuingia katika pumziko lake. Na kwa wale ambao wanasali sala ya vipindi ya sala ya kanisa, ile zaburi ya mwaliko ile, ikiwa leo mnasikia sauti yake, ndio nasema migumu mioyo yenu, ili wapate kunyasema hawataingia katika pumziko, katika rahani mwangu hawataingia, kumaanisha ile pumziko la Bwana, ile sabato ya milele wanasema mababa wa kanisa, ambayo kwetu sisi wa Kristo tunaona basi, ikiwa katika Agano la Kale tu tendo la ukombolewa Misri likachukua nafasi ya juu zaidi kuliko uumbaji wenyewe, basi bado zaidi ule ukombozi ambao tumepata kwa Kristo ni mkubwa sana kuliko haya yaliyotangulia. Kama sala nyingi za Ekaristi ambazo wanafanya padri anafora au prefasi zinavyosema kwamba kazi ya kuumbwa kwetu ilikuwa kweli ajabu, lakini bado ajabu zaidi ni kazi yetu ya kukombolewa. Hii kazi ambayo Yesu Kristo amefanya nasi kupitia msalaba na kupitia ufufuko wake. Na hivyo tangu mara moja Wakristo waliona kwamba waliweza kuingia
katika Dominika kama tuseme sabato mpya au sabato iliyotimia. Na mimi ndio hiyo mwisho wa siku Pasaka ya Bwana, si ndio? Ni lengo la kupita kwenda beyond. Wao wanasema kwamba Mungu alichukua siku moja kutoka umilele akatuwekea kwenye ile siku ya 8. Yaani baada ya siku ya 7 ambayo ndio sabato ametujalia siku ya 8, ambapo kila Mkristo sasa tunapoanza sasa kipindi cha Pasaka kwa mfululizo tunaishi hayo, tunaishi kila Dominika ile Pasaka ya Bwana. Nafasi ya kila Mkristo katika kile Ekaristi kweli kupita kutoka utumwani kwenda kwenye uhuru katika maisha yake, katika shida zinazomsonga, ukombozi unapatikana. Naam, ni maelezo mazuri kabisa na ni maelezo ya kina ambayo tumepitishwa na Padre Richard Villa kuhusiana na Ijumaa Kuu. Pengine umeng'amua vitu vipya ambavyo hukuwahi kuvielewa kuhusiana na Ijumaa Kuu, na maelezo haya ya Ijumaa Kuu yatuzamishe kwenye tafakari ambayo inatuzamisha kabisa kwa kulielewa vizuri fumbo hilo la mateso na kifo cha Kristo ambalo huadhimishwa katika ibada hiyo ya Ijumaa Kuu. Katika kipindi hiki cha leo ulikuwa pamoja nami Padre Benjamin Maganga, na katika tafakari yetu hii tumeongozwa na Padre Richard Villa, Padre wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.